Wakoloni hawakuondoka, mithali imewaambia ondokeni. Tunaondoka, tunamwachia nani? Habari kubwa leo itasemwa hapa. Tunakwenda, we are going na nini. Ukimsoma Sivalon, kanisa Katoliki na siasa Tanzania bara, unaona harakati zote Waislamu wamezishika. Wanampeleka puta Mwingereza. Sivalon anakwambia mjadala mkubwa uliokuwako kwa wakoloni na Wakristo, nani tunamwachia Tanzania? Padri Washe anasema hatuwezi kuwaachia Tanzania watu wasiofaa. Nchi hii kweli wakoloni wanaondoka, lakini hawawezi kuachiwa watu wasiofaa wakatawala Tanzania. Lazima tutafute watu wanaofaa wa kutawala Tanzania. Wanaopigania uhuru sasa ambao ni Waislamu hawafai kutawala Tanzania. Lazima tuwaachie watu wanaofaa. Swali ndilo lililokuwa Afrika. Kaburu Afrika ya Kusini anauliza, sawa, ANC ya Mandela imechachamaa, we are going sisi makaburu, South Africa tunamwachia nani? Hatuondoki tu unaacha Msalagambo, nani? Akatumwa jasusi wa CIA kwenda kuhakikisha Zaire inapata uhuru, lakini uhuru ule haushikwi na wakomunisti. Akaenda Zaire akafanya kazi yake nzuri. Mzalendo wa Zaire mwenye uchungu na nchi, Patrice Lumumba, akauawa. Misheni ikatimia, akauawa. Baada ya kuuawa Lumumba kwa kusalitiwa na wenzake kina Moses Shombe, usiseme mafaili yanafunguka sasa. Akauawa Lumumba, akauawa. Imebakia tu, niko Mwanza, mtaa gani? Mtaa wa Lumumba. Wewe unamjua Lumumba? Mtaa wa Lumumba kushoto pa. Wewe Lumumba unamjua? Akauawa Patrice Lumumba. Marekani ikawaweka kina Mobutu Sese Seko, Kuku. Adam Mohamed mtafuta kwa wakati wake, anajua majina yote mpaka la 18. Mobutu Sese Seko, Kuku, Ngwendu wa Zabanga akawekwa pale. Kazi ya Mobutu ni kuwakaba raia wenzake wazungu wachukue rasilimali za Zaire. Kawekwa pale, kaa hapa Mobutu. Ndio politics za nchi maskini zinavyoenda. Nani tunamwachia? CIA wamemwacha pale Mobutu. Amna makoloni aliyopata uhuru Afrika raia wakaachiwa nchi. Kila siku kibaraka wa raia wale ndo atakayeachiwa nchi. Sasa wale wameweka mrija, wananyonya utamu hauja. Anauliza, bana vipi, mbona utamu hauja? Sasa mzee unakuja. Ananyonya, yuko kule. Sasa Saddam bwana, Saddam Hussein Iraki, wamenyonya. Sasa utamu ukawa hauje. Bana vipi, sasa tumechoka bana, damu imeisha, sasa mnanyonya maji. Sana maji tunanyonya. Sema hamna. Wamemuua Saddam. Wamemuua Saddam, wanamuweka mwingine atakayefungua utamu. Ndio vita vinavyokwenda duniani. Sasa Iraki akikaa mtu pale anafungua utamu, unaenda safi, ongeza kidogo, wananyoyo. Ndio vita viko Afghanistan. Hatutoki Afghanistan. Ndivyo vita viko Sudani na Sudani ya Kusini.
Japani wana vyakula, Marekani wana vyakula, Sudani ya Kusini wanakufa njaa. Wanakufa njaa, wafungue mafuta. Jamani, mbona mafuta tumefungua? Tatizo nini? Hamjui tatizo? Fungua. Tumefungua, mbona mnachota? Nyinyi mmefungua kwa mtu siye. Mafuta mmemfungulia Mchina, ndo kosa lenu. Tufungulieni sisi. Wanakufa kwa mafuta. Mnanielewa? Tanzania hivyo hivyo, mavita yanakuja haya. Tanzania kuna uranium kusini, mmesikia? Tayari Marekani anajenga barabara ya lami tangu ile Great North Road. Marekani anajenga. Kuna uranium kule. Sikwambii migodi wameshajimilikisha. Sasa nyinyi mtamuua Kikwete bana. Mtamuua. Atafanyaje? Kikwete, mbona utamu hauji? Huku kuna people's power bwana, inaziba. Kikwete atakwenda The Hague, ICC. Unasema mbona Kenya imeingia kupigana na Al-Shabaab? Hivyo nadhani yule mzee Mwai Kibaki kapenda kupeleka wa Kenya Al-Shabaab. Kaitwa mzee, hebu njoo. Wewe mzee, tunakuheshimu. Yale mauaji ya kikabila yale ya uchaguzi yale, hapa kuna Uhuru Kenyatta, si huyu hapa. Na we umo. Ila wewe hatukugusi. Peleka jeshi Al-Shabaab. Ukipeleka hatukugusi. Usipopeleka bwana, na wewe The Hague. Mzee anasema haya, nitapeleka. Operation Linda nchi. Si mnanielewa? Utapeleka hata kama upendi. Sasa imebakia siasa. We cannot surrender to the terrorists. Kumbe bwana, wasipopeleka Raila Odinga The Hague, Mwai Kibaki The Hague, hutaki kwenda? Sasa hivi Marekani inapanga uchaguzi wa Kenya, imweke mtu ambaye akiapishwa utamu utaendelea. Utamu unafanya nini? Uendelee. Anatafuta pulpit. Tanzania ni hivyo hivyo. 2015 anatafutwa mtu ambaye akikaa hata wagusa wakubwa kwenye migodi ya dhahabu. Ndiye anaitafutwa. This is the politics of the world. Zinavyokwenda. Sasa Zanzibar inapata uhuru Zanzibar, lakini nchi tunamwachiana ani. Wakati Mwingereza anajitayarisha kuondoka, kulifanyika kikao Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania. Sereka vizuri ya? Ajenda ya Rais Kenyatta, Obote na Nyerere, jamani, tuna kazi tumepewa. Mwingereza anaondoka Zanzibar. Zanzibar inaachiwa nani? Wakakaa, akaambiwa Kenyatta bwana, walau Kenyatta na watu wa Mombasa utamaduni unalingana na wajua watu wa pwani. Kenyatta akasema lakini mbali. Kikao kikaamua Zanzibar aachiwe Nyerere. Nyerere ndiyo aachiwe Zanzibar. Mipango sasa ya kuingia Zanzibar, wakateuliwa watu wa kuisimamia. Tanzania aliteuliwa Oscar Kambona. Kenya aliteuliwa Tom Mboya. Wa Uganda nimemsahau. Hawa watatu watengeneze mpango wa Tanzania kuingia Zanzibar baada ya mkoloni kuondoka. Ndio maana ikuchukua muda mrefu. Uhuru unatangazwa na mapinduzi yanatokea. Menelewa? Wala ukupita mwaka, ilikuwa ni miezi 3-4. Mwingereza anaondoka,
mapinduzi yanatokea. Mwingereza anaondoka, kwa heri ukoloni. Muda mchache mapinduzi yanatokea, kwa heri uhuru. Simewa vizuri ba? Zanzibar tunamwachiana ni Zanzibar tumwachie Nyerere. Nyerere sasa anafikiri nitaingiaje Zanzibar. Huingii tu upeleki majeshi, nitaingiaje Zanzibar. Zanzibar wanapata uhuru kutoka kwa Mwingereza. Tutaona vizuri mbele. Muda mchache hawajakaa sawa, yanatokeza mapinduzi ya Zanzibar. Hawa unaowaona kina Karume, Abdu Jumbe, kina nani, hawakupindua Zanzibar, sio wana mapinduzi. Neno zito hili. Hawakupindua Zanzibar. Unajua dunia inaendeshwa kwa propaganda. Nyerere alivamia Zanzibar. Alivamia Zanzibar, amewaua wa Zanzibar, akawatawala wa Zanzibar. Nyerere. Anuru imeandika, iko hapa inauzwa Anuru. Kijana mmoja ameandika kwa muktasari, injinia wa vurugu za Zanzibar ni Nyerere. Amevamia Zanzibar. Zanzibar walikwisha tangulia watu wa bara kufanya kazi katika mashamba ya karafuu. Walishaenda wengi wa bara, walikuwa huko wanafanya kazi ya karafuu. Baba yake Karume amekwenda Zanzibar kuchuma karafuu, ni Mnyasa wa Malawi. Hao wenye majina makubwa wazee wetu kina Hassan Nasoro Moyo wa Baraza la Mapinduzi, watu wa Tanga. Sinaeleka vizuri ba? Wabara wameenda siku nyingi kufanya kazi za karafuu. Askari wale waliompiga na kupindua serikali wameshika bunduki, wameongozwa na John Okello Mganda, kamanda wa kuvamiwa Ziwani Bakari Mfaranyaki Mngoni wa Songea. Kila ukimtaja mtu ana nchi yake bara. Wameenda wakafanya mapinduzi. Wakati mapinduzi yanapangwa, walikusanywa wa Tanzania bara, hasa waliokuwa kwenye mashamba ya mkonge. Aliyepewa kazi hii Oscar Kambona. Oscar Kambona anakusanya manamba wa mashamba ya mkonge. Kituo cha mafunzo ya kijeshi kilikuwa Tanga. Tanga kambi ya mkonge inaitwa Sakura. Wanakusanywa vijana, wanapelekwa Sakura Tanga, wanakwenda pewa mafunzo ya kijeshi, bunduki, mapanga, visu. Watu wa Tanga wanajua. Wakifaulu wanapakiwa kwenye majahazi, wanapelekwa Zanzibar kutoka bara. Serikali ya Tanzania ikaomba silaha kutoka Algeria kwa Rais Ben Bella. Ikatumwa meli ya silaha inaitwa Ibn Khaldun. Ndo meli inaitwa Ibn Khaldun. Ikatumwa kutoka Algeria, ikaleta silaha hapa. Zikapokewa bandarini, zikapakiwa kwenye magari, zikapelekwa kambi ya Sakula, zikapelekwa Zanzibar. Silaha kutoka bara.
imeagizwa. Oscar Kambona kazi ile alimpa mtu mmoja, simtaji. Yeye ndo aliyozipeleka silaha zile Zanzibar. Bara inatayarisha mavamizi ya kuivamia Zanzibar. Mnanielewa? John Okello Mganda ni mastermind. Kikosi hiki kitapita huko, kitapita huko, kitapita huko. Wakawepo vijana wazaliwa wa Zanzibar wakaungana na mapinduzi. Wao nao waliungana na mapinduzi kwa sababu walilishwa propaganda, ndio iko mpaka leo, ya Uarabu na Uafrika. Hawa Waarabu wamekufanyeni ninyi watumwa. Mama zenu walikuwa wanavuliwa nguo, wanasimamishwa. Memsap, mke wa Mwarabu, anataka kuona mtoto anakaaje tumboni. Kwa hiyo mama zenu wa Kiafrika wanapasuliwa wakiwa hai. Kijana wa Kiafrika anasisimka, halafu anamuona Mwarabu mshenzi. The power of propaganda. Kama sisi vijana wa mashule, they are brainwashed. Wanamuona Mwarabu mshenzi. Sasa mimi nakupa we project ukafanya. Haitaki wewe na elimu ya chuo kikuu. Tafuta kitabu chochote cha historia. Chochote kwa maana ya chochote kinachozungumza historia na mambo ya utumwa. Kila picha utakayoiona Mwarabu anamtesa Mwafrika, itakuwa ni picha ya kuchora. Watoto wa shule, mnanisikia? Chukua kitabu chochote, ukiona kuna picha ya Mwarabu ana madevu, anamtia mjeredi Mwafrika, kamtwika mizigo, picha ile itakuwa ni ya kuchora. Hautapata picha ya kupigwa photography, hautapata hata hii. Badala yake utapata picha za kupigwa, mzungu anamtesa Mwafrika. Power of propaganda. Lakini picha ipo, unaambiwa hawa ndo uamsho na hivi vitambaa ndio damu waliomwaga ya Wakristo. Hawa ndo uamsho. Kijana huyu anaonesha damu ya Mkristo wa Zanzibar. Gazeti la Nipashe linaandika, kijana anaona gazeti anasema, Hamad, mbona mimi Zanzibar sijafika? Kumbe picha ile magazeti ni maandamano ya wanafunzi wa Ndanda Morogoro. Yule kijana kaandamana Morogoro, askari wamempiga Muislamu, damu zikavuja. Anawaonesha waandishi wa habari, damu hizi ni damu za Muislamu zilizopigwa na askari Morogoro. Power of propaganda. Imechukuliwa picha ile ikaoneshwa ni uamsho wa Zanzibar, damu ya Mkristo. Ndo nikasema tukutane tuwekane sawa. Mzee Mwinyi ni katika hao wa kambi ya Sakula. Kwanza hata ya maridhiano wa kuyataka. Sinaweka vizuri kwa bara ikavamia Zanzibar. Mwandishi mashuhuri wa Tanzania Mohamed Saidi ameandika, haya yote yanafanywa, Nyerere haonekani, ni ngumu kumuona, humuoni Nyerere.
Naelewa vizuri bwana. Drama yote Nyerere humuone. Mapinduzi yale yakafanyika, marehemu Karume na wenzake wakapewa nchi. Zanzibar kumefanyika mapinduzi mawili. Nyinyi mnajua moja, yamefanyika mawili. Hili la Nyerere kuvamia Zanzibar ni awamu moja ya kwanza. Sultani kaondoka, kakimbilia Uingereza. Waziri Mkuu Mohamed Shamte kaondoka, Waarabu wameondoka, wameuawa, wakauawa, wakaondoka, Waoman wakaondoka. Sasa nchi ni ya wazalendo wenyewe, kina Abedi, Amani, Karume na wenzake ndio wenye nchi. Mapinduzi hayakuishia hapo. Karume akaitwa, akaambiwa, bwana, hatari yako wewe haijaisha. Angalieni political game, mchezo wa siasa. Hongera bwana, Waingereza wameondoka, mapinduzi yamefanyika, lakini Karume hujawa salama. Kisiwa chako ni kidogo, askari huna. Na kuambia Karume, ndani ya miezi mitatu baada ya mapinduzi na wewe unapinduliwa. Wewe Karume hukusoma, ni kuli wa bandalini. Una vijana wasomi wa vyuo vikuu, kina Muhammad Abdurrahman Babu, kina Kasim Hanga. Hawa wasomi hawatoridhika kuona wanatawaliwa na wewe ambaye hujasoma. Hawa bwana watakupa miezi mitatu, sana mwaka watakupindua. Mnanisikia vizuri eh? Kama wewe ndio rais wa nchi na kweli hujasoma, unapokeaje hii? Si ukweli? Si ukweli? Vijana wana madigrii Urusi, wapi, Marekani, wewe hujasoma na timu yako yote hamjasoma. Seif Bakari, kamanda mkuu wa majeshi ya Zanzibar, hata kuandika hajui. Tapinduliwa. Karume ikamuingia. Sasa Nyerere, nifanye aje? Dawa hapa bwana ni kuungana mimi na wewe. Mimi nchi kubwa, atakaye kutikisa nitamwambia, shut up bwana, utakaa kwenye kiti hiki mpaka ufe. Mzee wetu Karume akaona kweli. Sasa nikawaulize watu wa nyumbani kwangu juu ya wazee. Saa haina haja ya kuwauliza, tutawafahamisha. Wakati ya sahihi ya muungano, hati ya muungano. Picha zipo leo, Karume, Nyerere wanatia hati za muungano. Moja ya tatizo kubwa la Zanzibar ni hati ya muungano. Iko hati ya muungano, Nyerere na Karume walitia sahihi ya muungano. Zanzibar hawajaiona. Sio watu wadogo, hata Mheshimiwa Abudu Jumbe aliyekuwa rais wa nchi hajaiona hati ya muungano aliyotia sahihi rais wake Karume. Si unanielewa? Bara walioneshwa wachache wabunge, Zanzibar hawajaiona. Hebu tuanzie hapo. Mgogoro wa muungano utaisha. Mwanzo wa kumaliza mgogoro wa muungano ni hati yenye signature za Nyerere na Karume. Hati hiyo haitakiwi kutolewa. Hati hiyo iko wapi?
sio kuwapiga watu mabomu, sio kuwapiga virungu na kuwafunga. Kama ni wa kweli, waonyesheni mkataba wa kwanza wa muungano, hati hii hapa. Sasa watu wanakosa gani kutaka hati waione muungano wao? Hati iko wapi? Wazanzibari tunasema muhadhara unakaribia wa 100 muhadhara unakaribia wa 100. Mheshimiwa Ban Ki-moon, tumeenda Zanzibar nzima, kila pahali, Wazanzibari hawataki muungano kwa sababu haupo, hautambuliwi hata na Umoja wa Mataifa. Mahakama zote za hapa Tanzania hazina hati ya muungano. Kwa hiyo muungano haupo, Wazanzibari wanataka nchi yao. Wanatuletea madanguru hapa, wanakuja kujiuza. Hizo ndo faida za muungano hizo, wasizisahau kusitaja kwa sababu wanapata maslahi yao wao. Halafu nitaka nitoke kidogo nje ya mada, nitaka nizungumze kwanza kwa viongozi wetu. Tunawaomba sasa hivi, si muda tena kwa kitako tukasema sie tunajua kama tunaumia, shefahamwe, tunabanwa, muungano hatutaki, kila tukisema tunazidi kuumia. Tuambieni nini tufanye? Sie tushajitolea, tena tumejitolea kivitendo, si kimaneno. Tuko tayari kwa lolote. Tunachotaka ni nchi yetu. Tushachoka jamani. Tunachotaka ni nini? Ni Zanzibar yetu yenye mamlaka kamili. Hatutaki tena kutawaliwa. Huu si muungano. Kama muungano umevunja sheria wenyewe, kwa sababu wana sheria wapo, na tuambie muungano hujavunja sheria. Watuoneshe hati ya muungano. Hawatuoneshi. Kwa hiyo tunachotaka sisi ni Zanzibar yetu. Muungano hatutaki. Matatizo ya elimu, sijui wanafunzi wanafelishwa, wote ni muungano. Ukiondoka yote yataisha. Hatutaki tena muungano. Tuambieni viongozi, tunawaomba tupo tayari kwa lolote. Si tunataka amani, yote tunataka tuishi vizuri. Tunafahamu tunataka tuishi vizuri duniani na zaidi ya akhira tunakokwenda. Kwa hiyo tunawaomba viongozi wetu, nyie tu tunawasikiliza sasa hivi. Si mnanielewa? Pisha zipo. Karume, Nyerere, Karume yuko huku, wanatia. Nyuma wako watu wanashuhudia. Zanzibar palikuwa na mashahidi hawa, wako nyuma ya Karume wanashuhudia rais wao anatia signature. Bahati mbaya ya historia, hawa watu wawili Karume aliwaua, Kasim Hanga na Othman Sharif. Picha ile wako nyuma wanashuhudia, ndio mashahidi wa hati ya muungano. Kama vile kupoteza hati na kupoteza ushahidi, mashahidi peke yake wa Zanzibar wa muungano Karume aliwaua. Mpaka leo watu wanatajiwa Kasim Hanga kapotea mazingira ya kutatanisha, waliuawa. Shahada mseme nchi hii na mambo makubwa, nyinyi mnabebwa mzobe, hamyajui. Nani atakwambieni haya? Nani atakwambieni? Sasa ndo hapo sana ustadhi mezidi bwana, mimi sikashifu. Nani atakwambieni haya? Nyinyi mna ugomvi, ama alfata bismillah kwa sauti au sio kwa sauti. Bado mnabishana bismillahi kwenye swala ni dhahiri au batini. Ukisikia msikiti una darsa ukaenda kulisikiliza darsa, ni kuonyesha idhihari ya bismillahi ndiyo sunna na kuificha sio sunna. Mfahamu al-bismillahi maanaha al-idhihari fi salat. Sasa dunia sana unabebwa. Vurugu inaanzia hapo. Kuna hati ya muungano. Hata leo muulize mtawala anaitetea, mwambie hati ile ya Karume na Nyerere iko wapi? Wazanzibari wanataka waione tu. Siku wakiiona, vurugu yote ya muungano imeisha. Na bahati mbaya mashahidi walioshuhudia signature zile
waliuawa katika mazingira ya kutatanisha. Menelewa eh? Shehe wa Singida, unanielewa? Tumeona vizuri eh? Baada ya mapinduzi yale, Karume rais wa nchi. Umeelewa vizuri eh? Lakini Karume ana wasomi, vijana wamesoma. Nitaeleza mbele, muwe na subira. Safari ndefu leo bwana. Ana wasomi, Makere wamesoma, kina Babu, kina nani wasomi. Nyerere akaona nimefanikiwa hatua moja, mapinduzi yamefanyika, Karume yuko pale. Lakini mimi Nyerere siwezi kumburuza Karume, kwa sababu Karume kazungukwa na wasomi. Lolote nitakalosema wasomi watalitia kwenye mizani, watasema hili ndilo, hili silo. Nyerere akasema lazima niwaondoe wasomi Zanzibar, lazima niwaondoe, vinginevyo siwezi kuikaba Zanzibar, siwezi. Zanzibar ina brain, taeleza mbele, kuna mambo makubwa Zanzibar. Zanzibar wakati huo ina vijana brain. Hawa watanipa tabu hawa. Kama Nyerere alivyoondoa wasomi katika nchi hii, tukawa wajinga mpaka sasa. Kila msomi nchi hii alipambana na Nyerere, ambaye angempa mawazo nchi ikawa nzuri. Pambana na Nyerere. Menelewa vizuri eh? Zanzibar wasomi wapo. Siwezi kutawala Zanzibar kama wasomi wako Zanzibar. Karume akapewa fitna. Karume akaingiziwa fitna. Anuru iliandika mada moja, bahati mbaya hatusomi Anuru. Iliandika zamani. Wakati wa Afrika, vijana wa Kiafrika weusi waliopigwa propaganda wanawaua Waarabu Zanzibar. Wamewaua Waarabu, wameondoka. Wale vijana waliowaua Waarabu, baada ya kuondoka na Karume kutawala, ikawa sasa nizamu ya kuuawa wao. Lugha inaeleweka sio? Ikawa nizamu ya wao kuuawa wao. Sasa Zanzibar kukatokea mauaji makubwa sana, waliomo na wasiokuwamo. Ukienda